Sema Yesu alitoa statement ya kutamausha, ya kuudhi. Yesu anazungumza ya kwamba tukule mwili wake. Yesu anasema tunywe damu yake ndipo tupate ufalme wa mbinguni. Ati bila kukula mwili wa Yesu Kristo, bila kunywa damu ya Yesu Kristo, hatuwezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Tumekuja hapa kwa kutafuta uzima milele. Tukisikia ushuhuda ambao tunasikia katika kanisa, kusikia katika ushirika all along, tunasikia vile watu na kuteswa na magonjwa, vile mapepo nashambulia watu, vile uendazimu nakuja, vile watoto wetu wamenyimwa kazi na kadhalika. Hii yote inakuja sababu ya mwovu shetani. Na hii kazi ya mwovu shetani tunaweza kuiepuka tu tukikunywa damu ya Kristo, tukila mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema process ya kwanza kwa kuila damu ya Kristo na kunywa na kukula mwili wake na kunywa damu yake ni kukufa na kufufuka kwa wafu, si ndio? Na namba 2, kukula damu ya Yesu Kristo na kukula mwili wake ni kudumu katika mafunzo yake. Yesu Kristo alipokuwa katika dunia hii alikuwa anatembea akifundisha injili ya ufalme wa mbinguni. Tunaona watu mbalimbali ambao Kristo alifundisha. Bwana asifiwe. Mmoja wao, kuna mama ingine katika mikutano yetu tumebarikiwa ya kwamba wamama ndio napanga wingi. Pia wakati wa Yesu Kristo kuna mama ambaye aliletwa kwake. Wakasema huyo mama tumempata akifanya uzinzi. Wakamfanyisha kesi, wakafanyisha kesi, lakini mwishowe katika hiyo kitabu cha Warumi, cha Yohana 8:11, Biblia inasema ya kwamba wale walimsingizia, he was condemned, ya kwamba apigwe mawe mpaka kufe kwa sababu amepata akifanya nini? Akifanya uzinzi. Yesu akahojiana na wale waliomstaki ya kwamba katika Yohana 11 Biblia inasema akamwambia hakuna. Yesu alimuuliza watu waliomstaki, sababu wale walitoroka. Yesu alipowauliza ya kwamba mwenye hajawahi kufanya ndiye achukue mawe ya kwanza afanye nini? Apige. Kila mtu akaondoka. 11 Biblia inasema akamwambia hakuna Bwana. Yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Bwana asifiwe. Amen. The point I'm bringing here ni kwamba kukula mwili wa Kristo ni wewe kudumu katika Kristo na usitende dhambi tena. Bwana asifiwe. Amen. Kukula mwili wa Kristo na kukunywa damu ya Kristo ni wewe kudumu katika mafundisho ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo, one of mafundisho yake ni kwamba sisi ambao tumemjua tuenende na tutende dhambi tena. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Kristo. Amen. Mtu yoyote ambao amekula mwili wa Kristo, ambao amekunywa damu ya Kristo, wewe utapatikana kwa changa. Utaenda kwa changa? Hapana. Nini mnaendanga changa? Hapana. Mnaendanga disco? Hapana. Juzi nilipata nafasi, nilikuwa nazungumzia hivi tukiwa kwa kanisa. Nikasema mimi kwa maisha yangu nilikuwa kama mtu mshamba. Sababu maisha yangu mimi sijawahi kwenda. Na mimi ni Mjaluo. Unajua Jaluo, community yetu ya Kijaluo tunakuanga na watu ya rasta. Lakini ile kibila, itikadi na mambo ya Kijaluo na mambo ya mitungi na mambo ya nini, kama watu iko wengine wanakuwa na nyoka, mambo ya nyoka, sasa ambatanishwi na wewe because you are a new creature. Bwana asifiwe. Amen. What Jesus is teaching us ni kwamba tukule mwili wake. Amen. Na tukunywe damu yake. Amen. Tukikula mwili wa Kristo na tukunywe damu ya Kristo, hata shetani hata tukaribia. Namba 2, ambapo tutaurithi ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba bila kukula mwili wa Kristo na kukunywa damu yake, hii uzima ambao tunatafuta hatutaupata. Tutakuwa hapa na tufurahi mambo hapa, kutoka hapa tutaangamizwa. Lakini hiyo tukikula damu, hata shetani anakuogopa. Shetani akikukaribia tu anakuogopa. Anasema hapa iko moto. Hata watoto wa Reverend wanasema wewe moto iko
Si anatoka ushuda. Na mimi niliona hata kwa walikuwa nasema. Hata kijana wangu alikuwa anasema ati alikuwa anaambia mimi nyumbani ati wakiwa kwa shule. Raila iko hapa karibu. Wakiwa kwa shule huko. Yesu Kristo ndio tuzame ndani mwake, tusiudhike. Petro anasema msitoenda wapi. Wengine walitoka. Sababu Yesu alikuwa anawaambia hawakuelewa. Yesu alikuwa anasema mwili yangu kula, damu yangu kunywa. Wale wakasema hii maneno gani? Kama ingekuwa Kenya kwetu huko, wakati wangesema apologize and withdraw. Nasikianga kwa bunge, mtu akisema kitu wanasema umesema nini? Apologize and withdraw. If you don't, unakuwa chased out of bunge. Simewahi kusikia? Yesu ange apologize and withdraw because hiyo ndio njia ya kupata ufalme wa mbinguni. Na wale walikuwa nasema wanaudhika kwa sababu Torati ilikuwa imewafundisha. Kuna kitabu ambao ipo katika kitabu cha Walawi. Kitabu cha Walawi 17 mstari wa 10. Walikuwa wameshika Torati ya Musa ambayo inasema hivi. Biblia yangu inasema hivi. Mambo ya Walawi 17:10. I'll read it from my book. Biblia yangu inasema kisha mtu awai yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakaye kula damu ya aina yoyote, nitakuja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatalia mbali na watu wake. Bwana asifiwe. Wale walikuwa wanajua hiyo sheria ambayo ilikuwa ya Torati, sheria ya Musa kwa ya Wayahudi. Si wewe sio Myahudi. Mimi sizungumzi wao sikule damu ya kawaida ya mbuzi na nini kwa siku ya leo, kwa sababu sisi tu wa Kristo haina sheria, wala mimi siweke sheria, sababu si chakula yote tukiuombea unaweza kukula. Bwana asifiwe. So wale walikuwa najua ile, wameshika ile sheria ya Torati, wakaudhika, wakasema na Yesu anasema mambo gani? Sisi tukule mwili wake. Mpendwa, tumeambiwa ya kwamba tusipokula mwili wa Kristo, tusipokunywa damu ya Kristo, hatutaurithi ufalme wa mbinguni. Kukula mwili wa Kristo ni kudumu katika mafundisho yake. Kukula damu ya Kristo ni kudumu katika mafundisho yake. Na Mungu, Biblia imetoa kielelezo ya ule mama aliyepatikana kama amefanya uzinzi. Mafunzo ya Kristo baada ya interaction with Jesus Christ alimwambia, sasa wewe mama enda, lakini usifanye nini? Usirudie tena. Mimi ambayo nimesimama kibinadamu tumefanya tu. Biblia inasema wote tumetenda dhambi. Wengine wamekunywa pombe, hata kama sijakunywa pombe, tumezini mambo ya ujana, tumecheza disco, tumekuwa na vita. Wote kwa namna moja au nyingine tumegofulika kwa mambo ya dhambi mpaka tumechafuka vipogo. Lakini Mungu kwa sababu anipenda, Kristo alikuja akatukufuru, tukapata wokovu. Tukishaokoka jinsi ambavyo kila mmoja wetu ameokoka hapa, dumu katika mafundisho ya Kristo. Ukidumu katika mafundisho ya Kristo, umekula mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Am I clear? Yes. Dada, wewe utakuwa mzima katika jina la Yesu. Hizo ni hormones tu, hakuna dawa, hakuna dhambi. Wewe you are still young, you are about 25. How old are you? Wewe bado mchanga sana. Sema damu, ukishakula damu ya Kristo, au mapepo yote yanabanduka. Hiyo inasema hapa ni moto. Bwana asifiwe. Ujumbe wangu siku ya leo ni kwamba kula mwili wa Kristo, kunywa damu ya Kristo. Usiudhike. Wakati mwingine mambo yanaweza kuudhi, sababu utaambiwa wewe ni Mkristo au wewe ni kijana, lakini umepata pesa, usiende kukunywa bia. Mtu anaweza kuudhika. Si tunajua watu wenye amechimia wokovu, kwa sababu anaona na hii sheria gani? Ati wewe unakuwa mkubwa, una kazi na watu hawezi kuja kwako, au nyinyi kama wachezo mnakimila, ati msichana haka hawezi leta mbuzi ya namna gani. Mpaka unaonekana mtu mshamba. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile nilikuwa nasema, kuna youth ambaye alikuwa conference juzi, kula mwili wa Kristo, kunywa damu ya Kristo, shetani mwenyewe atakuokoa. Kula mwili wa Kristo, ingia zama na fufuka pamoja naye, alafu dumu katika mafundisho yake.
Bwana asifiwe. Amen. Kuna kijana ingine katika Yohana, nilisema nataka soma